mamlaka ya rufani kupitia sehemu ya rufaa, ukipenda kwa lugha ya Kiingereza appeal schedule, imefanikiwa kusajili mashauri takriban 196 yaliyotokana na michakato mbalimbali ya ununuzi wa umma. Aidha, katika baadhi ya mashauri hayo, mamlaka ya rufani imezuia utoaji tuzo wa zabuni 43 zenye thamani ya kiasi cha shilingi bilioni 586,502,801,992 kwa wazabuni waliokosa uwezo wa kifedha na sifa za kitaalamu zinazohitajika kutekeleza zabuni husika. Hatua hii imezuia utekelezaji usioridhisha wa miradi ambao ungesababisha upotevu wa fedha za umma na kuchelewesha maendeleo endelevu na stahiki kwa wananchi. Ndugu wanahabari, serikali ya awamu ya 6 inaamini kuwa usuluhishi wa migogoro hauwezi kufanikishwa katika mazingira ya ubaguzi, wala pale ambapo fursa na haki za kiuchumi na kiraia hazitolewi kwa usawa. Kwa hivyo, hatua ya mamlaka ya rufani kuzuia utoaji wa tuzo kwa wazabuni 43 waliokosa sifa za kutekeleza zabuni inaimarisha mchakato wa usuluhishi wa migogoro, moja ya falsafa 4 za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mamlaka ya rufani imeendelea kutekeleza jukumu lake kuu la kutatua migogoro inayotokana na michakato ya ununuzi wa umma kwa misingi ya haki, uwazi na uadilifu. Hii imefanyika kwa haraka na kwa weledi ili kuhakikisha upatikanaji wa thamani halisi ya fedha na kufanikisha malengo ya utoaji wa huduma bora na kwa wakati kwa wananchi. Kupitia moduli ya kuwasilisha malalamiko na rufaa katika mfumo wa NeST, mamlaka ya rufani imeunganisha taasisi nunuzi nchini kwenye mfumo ambapo mzabuni anaweza kuwasilisha rufaa yake katika taasisi nunuzi husika. Baada ya kuwasilisha rufaa, mamlaka ya rufani ina uwezo wa kufuatilia na kuona nyaraka zote zilizotumika katika mchakato mzima wa zabuni inayolalamikiwa. Hatua inayofuata ni kuhakikisha moduli ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa inaunganishwa na mfumo wa mahakama, ambapo zoezi hilo litafanyika katika mwaka ujao wa fedha. Lengo kuu la kuunganisha mifumo ni kutoa huduma bora, stahiki na kwa wakati kwa wananchi, kama ilivyoainishwa katika Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2050. Hii pia inazingatia maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu umuhimu wa kusimamia na kuendeleza mifumo ya tehama kwa ufanisi. Aidha, dira hiyo inaweka msisitizo mkubwa katika matumizi ya tehama ili kuwawezesha wananchi kupata huduma kwa haraka, rahisi na kwa ufanisi zaidi.